Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa huko katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo kasi juu ya kile ambacho kimeweza kutolewa leo hii. Taarifa nzito kwelikweli kutoka katika viunga vya klabu ya soka Young Africans, ambayo imetoka moja kwa moja taarifa hiyo kutoka kasi juu ya kesi yao ya madai ya pointi 3 juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo. Nafahamu ya kwamba hivi karibuni kuliweza kuibuka hapa nazungumzia taarifa juu ya tarehe tajwa ya mchezo huo kurudiwa, ambapo barua hizo zilikuwa zikisambaa katika mitandao ya kijamii. Sasa kasi wameweza kujibu kile ambacho kinachoendelea, ila kabla tujaendelea hapa kukupatia kile ambacho kasi wamekizungumza, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili kubwa ambalo linaloendelea kwa wakati huu kwenye kikosi cha klabu ya soka si wengine bali hapa unazungumzia wananchi Young Africans na madai yao uko kasi. Bana, hivi siku za hivi nyuma zimepita hapo, ambapo uliweza kushuhudia barua zikiweza kueleza kwamba TFF wameweza kutangaza ratiba ya mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao uliahirishwa pale Machi 8, 2025 na kuweza kutofanyika kutokana na klabu ya Simba kuweza kugomea kucheza mchezo huo, kwa madai ya kwamba klabu ya soka Young Africans iliwazuia kikanuni kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo huo katika dimba la Benjamin Mkapa, huku klabu ya soka ya Young Africans wao ikieleza kwamba hawakupewa taarifa na klabu ya soka ya Simba kwamba wanakwenda kufanya mazoezi, huku mengine yakidaiwa kwamba walienda na mbuzi na wazee wafupi kwenye mchezo huo, ili klabu ya soka ya Simba ilifanya kitendo hicho. Sasa mara baada ya barua hizo kuweza kusambaa katika mitandao ya kijamii ikionyesha kwamba mechi ipo kama kawaida, sasa inaelezwa kwamba Young Africans wamekuja na taarifa na wameweza kupeleka tena shitaka lingine huko katika mahakama ya usuluhishi kasi, wakati kasi ikiendelea kusubiri tarehe tajwa ya kesi hiyo kuanza kuunguruma kwa huko kasi ambako ndio imepangwa na kusikilizwa. Inaelezwa kwamba Young Africans wamewasilisha ombi jingine kwa kasi kuweza kupinga kile ambacho wenyewe wanakiona. Unaambiwa klabu ya soka Young Africans bado inaendelea kushikilia msimamo wake juu ya kile ambacho kinachoelezwa kwamba ni kudai fidia ya goli 3 na mabao na pointi 3, kitendo ambacho klabu ya soka ya hapa nazungumzia si wengine bali hawa ni Yanga wanasema ya kwamba hawako tayari kucheza mchezo huo. Sasa wakiwa wanasimamia msimamo wao, inaelezwa kwamba klabu ya Simba klabu ya Yanga kupitia uongozi wake imewasilisha ombi rasmi, yani inaitwa stay execution katika mahakama ya usuluhishi ya michezo kasi, ikitaka bodi ya ligi ya Tanzania TPLB, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF na klabu ya Simba wasitangaze tarehe mpya ya Kariakoo Derby hadi kesi yao ya rufaa itakapofikia uamuzi. Hatua hii inakuja baada ya mvutano kuhusu uamuzi wa awali uliowahusisha Yanga, ambapo klabu hiyo sasa inataka haki itende kwanza kabla ya mechi hiyo ya watani wa jadi kuchezwa. Kwa sasa mashabiki watalazimika kusubiri uamuzi wa kasi kabla kujua hatima ya pambano hilo. Kwa hiyo kile kinachoelezwa kwamba ni inabidi isubiliwe kile ambacho kinachoelezwa kwamba pengine
wanapaswa kuweza kusubiri kutokucheza mchezo huo mpaka pale hukumu itakapoweza kutolewa uko katika mahakama ya usuluhishi kasi. Kwa hiyo kwa sasa kile ambacho labda pengine watu walikuwa wakitegemea kama busara na hekima zitatumika katika sakata hili, ni wazi ya kwamba Young Africans hawako tayari kwenda kukaa mezani kwa ajili ya busara na hekima. Wanachokitaka wao ni magoli yao 3 na pointi 3, huku wakisema ya kwamba kwa sasa wamebakiza michezo 3, wakiutoa ule mchezo wa dabi ya Kariakoo ambapo wanaeleza wao mchezo yao walishaweza kucheza hivi. Sasa wanaangalia mambo mengine. Lakini katika mwendelezo wa taarifa zingine kutoka katika kikosi cha Young Africans, inaelezwa ya kwamba klabu ya soka ya Young Africans kupitia msemaji wake ama afisa habari wa klabu ya Young Africans, hapa nazungumzia Ali Shaban Kamwe, ameweza kuweka bayana kabisa juu ya dili la Feitoto kutua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Pengine kauli hii ya Ali Kamwe inaweza ikachukuliwa moja kwa moja kama tafsiri ya kwamba Fei na Young Africans basi jambo limeshakwisha na limeshamalizika, hakuna tena masuala ya tetesi kwa kile ambacho alichokizungumza. Amekizungumza kitu gani? Na nukuu hapa, anasema ya kwamba nimwambie tu ndugu yangu Zaka kama aliumia Dube kwenda Yanga na akambadilisha mwanae jina la Prince kwa machungu, niseme tu hatujaishia kwa Dube, tutarudi tena kwa yule mtoto aje kucheza kwenye timu kubwa, hawezi kukaa timu ambayo inaishia hatua za awali kimataifa kila siku. Unaona bana, akiweza kumzungumzia si mwingine bali ni Feitoto. Anatakiwa aende akatue kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho kimeelezwa kwamba pengine utaweza kushuhudia kitu kikubwa ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans juu ya dili lao ili ambalo inaelezwa kwamba kuna mambo ambayo utakwenda kushuhudia klabu ya soka ya Young Africans wakiweza kuyamaliza mapema kabisa kama hii issue ya Feitoto. Lakini inaelezwa kwamba katika taarifa nyingine, Musonda amefuta kila kitu cha Yanga. Unaona bana, yani ni kwamba yeye na Young Africans pengine ndoa yao inaelekea ukingoni. Inaelezwa kwamba mshambuliaji Kennedy Musonda amefuta picha zote zenye utambulisho wake akiwa Yanga. Picha zilizopo kwenye ukurasa wake wa Instagram ni zile ambazo yupo kwenye jezi za timu yake ya taifa ambayo ni Zambia. Musonda amekuwa akihusishwa na kuondolewa klabuni hapo hata kabla ya msimu huu kuweza kumalizika, ambapo amekuwa akielezwa kwamba anahitaji kuweza kuondoka kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, na Yanga inaelezwa kwamba wanataka kuweza kuachana naye. Lakini katika taarifa nyingine, afisa habari wa klabu ya Singida Black Stars Hussein Masanza amesema katika nchi hii hakuna klabu yenye mabavu ya kulipa bilioni 3 ili kumsajili Jonathan Soai ambaye amekuwa akihusishwa na klabu ya Yanga. Masanza amesema wao hawana mpango wa kumuuza, na iwapo itatokea klabu inamhitaji basi waweke mezani dola milioni 1 sawa na bilioni 3 za Kitanzania, jambo ambalo analiona aliwezekani kwa klabu yoyote katika nchi hii. Afisa habari huyu anasema hata kauli ya Ali Kamwe aligusia kuwa wanao mshambuliaji watatu wanaowania kiatu msimu huu, na kwa akili ya ziada ni kwamba amemhusisha Jonathan Soai, lakini anasisitiza kwamba huenda anadanganywa na viongozi wake. Unaona bana, kwamba watamsajili Jonathan Soai, lakini msemaji wa Black Stars anasema ya kwamba anadanganywa na viongozi wake. Tusubiri kuweza kuona ni yapi atakayojili, ila weka maoni yako katika taarifa hizi ambazo nimekusogezea kwa wakati huu. Hii hapa